Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Julai 15. Somo lisemalo, kazi ya siri ya Shetani. Hebu na tuombe. Asante Baba wa mbinguni kwa kutuamsha tena katika siku nyingine. Tunapokwenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Waefeso 6:12. Biblia haina mengi ya kusema kwa ajili ya kuwasifu wanadamu. Nafasi ndogo imetolewa kwa ajili ya kusimulia wema wa hata watu wale walio bora ambao wamewahi kuishi. Ukimya huu si bila kusudi, si bila somo. Sifa zote nzuri ambazo wanadamu wanazo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Matendo yao mema yanafanywa kwa neema ya Mungu kupitia kwa Kristo, kwa kuwa wanawiwa vyote na Mungu. Utukufu wa vile walivyo na wanachofanya ni wake yeye peke yake. Wao ni vyombo tu mikononi mwake. Zaidi ya haya, kama masomo yote ya historia ya Biblia yanavyofundisha, ni jambo la hatari kumsifu au kumwinua mwanadamu. Kwa maana mtu anapofikia kusahau utegemezi wake kabisa kwa Mungu na kuzitamania nguvu zake mwenyewe, ni hakika ataanguka. Haiwezekani kwetu kwa nguvu zetu wenyewe kudumisha pambano na chochote kinachovuta akili kwingine kutoka kwa Mungu, chochote kinachoelekeza katika kujiinua au kujitegemea, hakika kinaandaa njia ya kuangamizwa kwetu. Mwelekeo wa Biblia ni kufundisha kutokutumainia nguvu za kibinadamu na kuhimiza tuamini katika nguvu za Mungu. Ilikuwa ni roho ya kujiamini na kujitukuza iliyoandaa njia ya anguko la Daudi. Ubembelezi na mvuto wa hila wa mamlaka na anasa havikuwepo kwake athari kwake. Urafiki na mataifa jirani pia ulitoa ushawishi wa kutenda uovu. Kulingana na desturi zilizokuwepo miongoni mwa watawala Mashariki, uhalifu ambao haukuweza kuvumilika ukitendwa na raia au kulaumiwa ukitendwa na mfalme. Mfalme hakuwa chini ya wajibu wa kutumia kujizuia kule kuliko sawa kama wa raia. Haya yote yalielekea kupunguza hisia ya Daudi ya ubaya unaozidi ubaya wa dhambi. Badala ya kutegemea kwa unyenyekevu juu ya uwezo wa Yehova, alianza kutumainia hekima yake mwenyewe na nguvu zake. Mara tu Shetani anapoweza kuitenganisha roho kutoka kwa Mungu, aliye chanzo pekee cha nguvu,
atajitahidi kuamsha tamaa za mwanadamu zisizo takatifu zenye asili ya kimwili. Kazi ya adui si ya ghafla. Mwanzoni si ile isiyotazamiwa na ya kushtusha. Ni uharibifu wa sirisiri wa ngome za kanuni. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo kazi ya siri ya Shetani. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri utupatia. Asante kwa kutukumbusha kuwa Shetani anafanya kazi kwa siri ili kuangamiza roho zetu. Tunaomba tuamke na tuendelee kukutumainia wewe. Tunaomba yote kwa jina la Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi